kuzuiwa kutaka kuleta masiara. Tumejaribu kuonesha kwamba tunaitaka nusu finali, tunahitaji kukutana na wale ambao wanajaribu kuonesha wana nia ya kucheza na sisi. Ndio maana leo amepangiwa kikosi ambacho ni madhubuti, kikosi almost karibu ni kikosi cha kwanza cha Africans. Kwa tumepata matokeo ambayo yamebeba maana halisi ya ukubwa wa Africans. Tumemfunga goli 8 moja. Tumeshuhudia magoli mazuri kutoka kwa Sekou Ziki ambaye amefunga takriban magoli 5 peke yake. Kwa mpira wetu wa Tanzania sio jambo la kawaida kwa mchezaji mmoja kufunga magoli 5. Inaonyesha uwezo wake mkubwa, quality yake ni kubwa ndani ya kiwanja na hata ufanisi wake katika ufungaji wa magoli ni mkubwa. Tumeshuhudia pia Clatous Chama akiwa na mchezo mzuri, amefunga magoli 2 au 3. Magoli 2 na ametengeneza nafasi 2 za magoli, pia pasi nzuri za kuvutia. Tunaona kabisa wanajaribu kuonesha level yao ni kubwa. Tuwapongeze pia hii timu inaitwa Stand United. Ni timu ambayo imejaribu kuja kucheza na Young Africans kwa sababu kanuni zinasema inabidi walete timu, lakini kiuhalisia ni timu mbili tofauti. Level ya Young Africans na level ya Stand United ni tofauti kabisa. Kwa hiyo tunaona wamejitahidi kwa level yao, kuconcede magoli 8 ni kujitahidi kiukweli, kwa sababu wangeweza kufunga magoli mengi zaidi ya hayo. Pia tumeshuhudia performance nzuri kwa Maxime Nzengeli. Ni mchezaji ambaye alionekana katika kila engo ya kiwanja kama kawaida yake, anakaba, anashambulia, anapiga pasi na nadhani siku amefunga, simuona. Na bado pia tumemshuhudia Kibwana Shomari. Ni mchezaji ambaye akipata nafasi anaitumia kisawasawa, anajaribu kumuonesha kocha au mwalimu kwamba mimi nina uwezo mkubwa ndani ya kiwanja, mimi nahitaji namba yangu, kwamba nafasi anayopata anaionyesha na anaitendea haki. Kwa hiyo tulikuwa na mchezo mzuri ya Africans kikweli. Kubwa watani zenu bwana wako Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa nusu finali. Kweli watani zetu, mimi siku zote mimi ndo mshabiki ambaye naika kipaumbele utani wa Simba na Yanga. Mimi ni mshabiki ambaye naweza kwenda mechi za Simba kushabikia na kuwatania bila kunifanya chochote. Kwa sababu gani? Wanajua mimi nazungumzia utani. Simba na Yanga nawachukulia kama watani wangu. Kwa hiyo mtani mimi naona anaenda kucheza mechi yake na wale ni wa South Africa wa Stellenbosch. Wanaweza kucheza Stellenbosch, sio timu mbaya, ni timu nzuri. Na ukiangalia Simba na historia nzuri na Waarabu, lakini ukija kuangalia watu weusi, ngozi nyeusi zao zinawasumbua. Tumeshuhudia mara kadhaa wakipoteza michuano au wakitolewa na watu wa ngozi nyeusi. Kwa hiyo ni mchezo ambao inabidi wakaingia na tahadhari kubwa sana. Wasipoangalia wanaweza wakajikuta wanashindwa kufikia ile standard ambayo ameiweka Young Africans. Young Africans ameweka standard ya finali katika nchi yetu ya Tanzania katika kombe hili la shirikisho. Kwa hiyo standard iliyowekwa na Yanga ni kuingia finali, kucheza finali, kubeba medali. Simeelewa. Kwa hiyo asipoangalia, akienda kuleta mzaa anaweza akajikuta anashindwa kufuzu hatua ya finali. Simeelewa. Sio kitu cha kushangaza kwa sababu tunawashuhudia Simba Sports Club ni kwamba walikuwa na hamu muda mrefu, walikuwa kiishia hatua ya robo finali. Wote tulikuwa tukiona. Kwa hiyo sasa hivi wamevuka hatua na kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hivyo vyote lazima wawe na miemko kama mashabiki, kama wapenzi wa soka, kama wadau wa mpira upande wa Simba Sports Club. Lakini pia hata watu wa mpira kiujumla wanakuwa wana shauku ya kuona Simba anataka kufanya nini. Kwa hiyo mimi naamini kujitabiria positive ni kitu kizuri, lakini quality, mpira unachezwa dakika 90. Mpira huwa hauangaliwi nje. Hatuongei maneno ya nje. Ingekuwa maneno ya nje ndio yanaamua matokeo ya ndani, basi nadhani hata na Mungu angekuwa bingwa wa Afrika. Lakini quality yako, uwezo wako, maandalizi yako ndio yanayokupa nafasi ya kufuzu kwenda mbele. Kwa hiyo mimi nataka niongelee tu kwamba quality yake itaweza kumvukisha. Mimi nilikuwa na quality, ndio maana nikaweza kuvuka hatua ya robo finali mpaka nikaingia finali, nikafika finali, nikacheza vizuri, tena nikatolewa kwa hujuma. Maana yake nilikuwa na quality ambayo ina deserve kucheza finali. Sasa kama yeye ana quality ya kucheza finali, basi akatuoneshe uwanja wa nyumbani uzuri, anaenda kucheza kwa Hassan Mwinyi. Zanzibar, watu wa Zanzibar wanapenda mpira. Watu wa Zanzibar ni watu wa mpira kikweli kweli. Kwa hiyo waende wakawatendee haki watu wa Zanzibar, lakini wakiwatia aibu, basi sisi kama watani tutakuwepo kwa ajili ya kuwacheka. Mayaka wanakuuliza wewe ni nani? Hujafika hata robo finali, umeishia hatua ya makundi. Una mamlaka gani ya kumfundisha Simba jinsi ya kucheza nusu finali? Lazima nimfundishe Simba kwa sababu mimi miaka yangu ni takriban karibia fulani 30 fulani hivi. Kwa hiyo tangu nina miaka hiyo sijawahi kuishuhudia Simba mimi ikiingia hatua ya nusu finali au finali. Kwa hiyo kwa maana yangu nimemshuhudia Yanga akiingia finali. Simeelewa. Kwa hiyo nina gati zote na nina kila sababu ya kuweza kumshauri Simba Sports Club masuala ya kufika hatua kubwa kama hizo, kwa sababu nimeishuhudia Young Africans ikifanya hivyo, lakini sijawahi kuishuhudia Simba. Kwa hiyo nina uwezo wa kumshauri. Kwanza ni mtani wangu na muweza kivyo vyote.
Sijui umeelewa? Kwa hiyo namuomba ndugu yangu, mtani wangu, bwana angalia msije mkabeba mbuzi tena mkaenda nao kule. Mkaenda kuharibu viwanja vya watu. Sababu hawa na utaratibu. Kiwanja cha Mkapa ametuharibia. Kupeleka mbuzi, kuchimba kiwanja kile mpaka sasa hivi kinashindwa kupitisha mifereji. Yote kwa sababu yao wamefanya vitu vya ajabu kwenye kiwanja kile. Mpaka sasa hivi hakiwezi kutumika. Sasa msije mkaenda kuharibu kiwanja cha Wazanzibari. Wazanzibari bwana wanapiga dua bwana, angalieni, mnaweza mkaeka mbuzi mkashangaa megeuka kuku. Tunawaambia kabisa kwa sababu hao ndugu zetu washindi mpaka pake mafuta, mpaka ombe dua, mpaka yani hebu onesheni kiwango ndani ya uwanja. Mpira sio mambo ya nje, mpira ni ndani ya uwanja. Young Africans amefanya makubwa kwa uwezo wa ndani ya uwanja, kwa quality ya wachezaji alikuwa nao ndani ya uwanja. Umeelewa? Unamshuhudia Azizi Kia anafunga magoli 5 leo. Unamshuhudia Pacome Zouzoua, unamshuhudia Clatous Chota Chama, unamshuhudia Alidi Aucho. Wachezaji wa daraja kubwa, wachezaji wenye uwezo mkubwa. Sasa wewe una wachezaji gani? Una watu ambao wanaweza kukufanya wewe ukajinasibu kuona kwamba una mamlaka au unastahili kuingia fainali. Kwa kama utakuwa nao basi ndugu yangu, sisi tupo kwa ajili ya kukuangalia. Ukiweza basi hongera, ukishindwa sisi tupo kwa ajili ya kukucheka. Lakini wanakuambia kwamba kama nyinyi mrudi na medali, wao watarudi na kombe. Unaiona nafasi ya wao kufanya hivyo? Ngoja nikwambie kitu. Yaani hakuna mtu ambaye atamani vitu vikubwa. Blaza hata wewe ukimwona Engineer Harris kapita hapa labda na gari ya milioni 300 unatamani na wewe kuendesha, lakini je, kipato chako kinaweza kuendesha? Uwezo wako, kazi yako inakuruhusu kupata hiyo? Kikosi na quality ya Simba inaweza kuwafanya wakachukua fainali mbele RC Berkane? Kwa sababu kivyo vyote yule anaenda kukutana naye kama ikitokea amefuzu. Kwa sababu hao Stellenbosch kumbukeni akicheza na Mamelodi Sundowns ni timu ambayo ina kikosi kizuri sana. Lazima achuane nayo, matokeo yao ni 1-1 au 2-1. Yaani inakuwa bato la maana. Leo anaenda kucheza na Simba. Sawa, Mamelodi mnamjua, mpira wake mkubwa, uwekezaji wake ni mkubwa, uwezo wake ni mkubwa. Kwa tunashuhudia jamani, tunaenda kuona mengi. Wanaamini sana, unajua na Simba wameamini kiasi cha kwamba Stellenbosch ni timu ndogo sana. Nahisi kama ni stendi wao. Si umeelewa? Lakini mimi nawaambia msawa wanaokwenda nao, matokeo waliowabeba kichwani kwao yanaweza kwenda kuwatokea puani. Ndugu zangu mtani, kaka yangu Ahmed Ally, nakwambia waandae washabiki wako kisaikolojia. Msije mkarudi kutoka Zanzibar kwa kuogelea. Mkajidanganya au mkahisi ni pafupi. Sijui umeelewa? Kwa sababu mawazo yenu mnaamini mnavuka kwenda nusu fainali, kwenda fainali. Lakini nawaambia Zanzibar ni mbali sana kwa kuogelea. Muwe makini. Simba kwa nyumbani lakini wako bora Baraka. Na ni mara kibao pia tumeshuhudia wakitolewa hapa nyumbani. Ndio timu inayoongoza kutolewa hapa kwenye ardhi ya nyumbani. Yaani ndio timu inayoongoza kutolewa kwenye ardhi ya nyumbani. Kwa hiyo haitakuwa ajabu pia kutolewa kwenye ardhi hii. Mimi nataka niseme kitu kimoja. Naomba nihutubie taifa, naomba nihutubie wanasoka, wana Simba na Yanga. Sio, umeelewa? Katika nchi hii